Movie inaanza kwenye swimming pool. Ambalo lilikuwa linaonyesha kwamba ni swimming pool lililotelekezwa kwa muda mrefu kidogo. Sasa muda huo tunamwona msichana mmoja anayejulikana kwa jina la Koi, na Koi akawa ameenda moja kwa moja mpaka kwenye ile pool bwana. Na ndani ya maji alikuwepo jamaa mmoja hivi ambaye anaitwa Day, ambaye alikuwa ni boyfriend wa Koi. Sasa alivyomwona boyfriend wake bwana Day akiwa amejilaza kwenye pool, kwenye ile swimming pool akiwa juu ya boya ametulia kabisa. Sasa akaona bora surprise na akaanza kujiandaa kwa ajili ya kumfanyia surprise. Lakini alikuwa hajui kwamba jamaa alikuwa kwenye hatari kubwa sana, kwa sababu alikuwa ameshateseka kiasi kwamba amepumzika sasa baada ya mateso mengi. Sasa binti akaanza kugeuka na kuanza kukimbia taratibu kuelekea kwenye pool, na lengo lake lilikuwa ni kwamba aluke. Mbwa wake alivyoona vile akaanza kubweka bwana. Mbwa anabweka kweli kweli, na bwana Day ambaye alikuwa kwenye maji akawa ameshtuka. Ili anainua macho anamuona Koi anataka kuluka, akaanza kumkataza, lakini kwa bahati mbaya Koi alikuwa ameshafika mwishoni kabisa mwa ile sehemu ya kulukia, akateleza na kugonga kichwa chake kwenye ule mwamba na kuangukia moja kwa moja kwenye maji. Damu ikaanza kumtoka kichwani, ikamwagukia kwenye pool bwana. Na bwana Day baada ya kuona vile, kwa sababu yeye alikuwa ameshakamatika mle ndani, akachanganyikiwa kweli kweli, na muda huo ikabidi aanze kupambana. Anapambana sasa, anamfuata mpenzi wake. Jamaa aliogopa kweli, akaogopa kweli kweli, ikabidi amchukue na kumweka juu ya lile boya ambalo yeye alikuwa amelalia mwanzo. Na baadaye akazama chini kwenda kuchukua taulo ambalo lilikuwa liko chini kule kabisa ya ile pool. Akalichukua ile taulo na kupanda nalo juu na kuliweka kwenye kidonda cha binti bwana, na kuanza kuzuia damu isiendelee kutoka. Lakini bro, damu ilikuwa ni nyingi kinoma, ikaanza kutoka tu moja kwa moja. Jamaa akaanza kupiga kelele anaomba msaada, lakini hakuna msaada wowote pale, kwa sababu ile pool ilikuwa liko abandoned na hakuna mtu mwingine yoyote pale around angeweza kumsaidia mshikaji. Na mbwa wao yule akawa anapiga kelele kuona kama watapata msaada kumsaidia Day ambaye ndo mmiliki wake, lakini kusema kweli msaada ulikuwa hamna. Sasa najua mtakuwa mmechanganyikiwa, lakini naomba niwarudishe nyuma kidogo ambako filamu ilikuwa imeanzia. Na ilianza masaa machache kabla, ambapo kulikuwa kwa muda mzuri kabisa. Bwana Day alikuwa amefika pale kwenye ile pool na akajirushia kwenye maji nini, akawa anaogelea pale safi kabisa. Na muda ule maji alikuwa kwenye level ya juu kabisa, kila kitu kilikuwa kiko poa, na jamaa akawa enjoy kweli kweli. Lakini wakati jamaa anaendelea kuenjoy, ghafla kuna mtu akawa ameenda upande wa pili na kufungulia koki, yani kufungua drainage system ambayo inaondoa maji kutoka kwenye pool na kufanya maji yaanze kumiminika sasa. Lakini muda huo bwana Day alikuwa amerelax tu kwenye ile boya lake, lakini mbwa wake akawa anapiga kelele kweli. Sasa baada ya kusikia mbwa wake anapiga kelele vile, jamaa akawa ameshtuka na kuamka pale. Ile kuangalia akaona maji yamepungua kweli kweli, sio kidogo yani, sana yani. Na kila akiangalia anaona kabisa mbona ni hatari, kwa sababu huku na kule lile pool lilikuwa halina sehemu ya kutokea. Yani lilikuwa limeenda kama kisima, yani hakuna sijui kwamba huko kuna shallow water na nini. Jamaa akawa amepagawa pale, akaanza kujaribu kupanda bwana, lakini ikawa ni ngumu kupanda, na zile tiles ambazo zilikuwa pembeni ya ile pool zilikuwa zinateleza kweli kweli. Sasa akati anajaribu kuendelea kupanda, mara ghafla kucha zikawa zinanguka kwenye vidole, damu zinamtoka mikononi. Sasa ikabidi achukue lile boya alokuwa nalo na kulisogeza karibu kabisa na ukutani bwana, na kujaribu kupanda kwa kutumia lile boya, lakini ikawa ni ngumu pia, kwa sababu bado palikuwa ni parefu kweli kweli. Sasa muda huu wakati anaendelea kupambana, ghafla kama ameona simu yake, akaona msaada huu hapa. Lakini namna gani atachukua simu yake kutoka pale ilipo? Akafungua kamba iliyokuwa kwenye suruali yake, akafunga miwani yake kwenye ile kamba na kuanza kuirusha. Analusha kwa ajili ya kutoa simu, lakini bado ilikuwa ni ngumu. Kusema kweli jamaa kama amechanganyikiwa kabisa, na kila akiangalia, kila akijaribu hakuna kinachotokea. Sasa ikabidi aanze kupiga makelele, lakini hakuna msaada wowote. Hata apigeje kelele hakuna wa kumsaidia. Kwa nini? Kwa sababu lile pool lilikuwa isolated na hakuna mtu yeyote anaweza kasogea eneo lile. Sasa muda huo jamaa wakati anaendelea kupambana pale,
ghafla bwana ile simu ikawa imepigwa. Nani amepiga? Mpenzi wake. Na ikawa inatetemeka. Unajua simu ikiwa inatetemeka inasogea. Ikaanza kusogea bwana. Inasogea na karibia kwenye pool kule aliko. Jamaa akawa amefurahi. Na akamwambia mbwa wake aendelee kupiga kelele, yamkini kuna watu watasikia watakuja kumsaidia. Na ile simu inavyozidi kusogea jamaa anaisubiri ili aidake. Ghafla bwana mbwa wake kati anaendelea kubweka vile akawa amesogelea karibu na pool. Na yeye akawa ameteleza na kuingia kwenye pool. Akawa ananing'inia sasa. Jamaa akawa na mawili pale. Asubiri simu au akamuokoe mbwa wake, kwa sababu mbwa kule alikuwa ananing'inia na mnyororo uko shingoni. Yamkini angefariki pale mbwa wake. Sasa baada ya kuwaza kwa muda kadhaa pale, akaona bora achane na simu. Simu idumkie tu kwenye maji na yeye atoke aende amuokoe mbwa wake bwana. Sasa ikawa ni ngumu pia kuendelea kumsaidia, lakini akaamua kuchukua lile boya na kumwekea miguuni bwana. Akaanza kumsukuma pale. Akamsukuma na kumsaidia kwamba akawa amefanikiwa kumtoa pale bwana. Lakini upande wa pili simu ikaendelea kusogelea na simu yake ikawa imeanguka bwana. Bwana Day akawa amemind, yani anatamani hata kulia. Lakini akasikia simu bado inaendelea kuunguruma bwana. Kugeuka hivi akaona kumbe bwana simu yake ilikuwa inaning'inia. Ilikuwa imejishikilia kwenye chaja. Chaja ambayo ilikuwa imechomeka kule, ilivyoanguka ikawa inaning'inia sasa. Jamaa akawa amefurahi sana. Akaogelea haraka kusogelea kule upande wa simu. Na baada ya kufika pale, bahati mbaya ni kwamba mikono yake ilikuwa haifikii simu yake. Sasa hafanyeje sasa? Akaanza kuirukia, lakini kwa bahati mbaya akawa amegonga ile simu. Wakati anairukia, simu ikawa imechopoloka pale na kuangukia moja kwa moja kwenye maji. Jamaa akawa amefanikiwa kuikamata simu kule chini ndani ya maji, lakini kwa bahati mbaya maji yameshaingia ndani na simu imezima, haiwaki tena. Usiombe kukute hapa, tamu kinoma hapo yani. Sasa muda huo maji yanaendelea kushuka. Day akaona bora kwanza nikazuia yale maji. Akachukua lile taulo alokuwa nalo na kushuka nalo moja kwa moja mpaka chini kwenye lile dude ambalo linamwaga maji. Akatumia lile taulo kuzuia maji yasiendelee kukauka. Kwa sababu yakikauka kabisa itakuwa ni ngumu zaidi kutoka. Umeona? Sasa akiwa yuko kule chini, ghafla jamaa alikuwa na cheni kwenye suruali yake. Ile cheni aliyokuwa nayo, ule mnyororo ukaenda ukajinasa kwenye kile chuma bwana. Na ule mdudu ulikuwa ni mdude mzito kweli kweli. Sasa katika kunasa, ghafla bwana kuna jamaa anakuja lile eneo la tukio. Na huyu jamaa alikuwa ni ameleta delivery ya chakula, pizza. Hapo mapema kabla jamaa kugundua maji yanashuka alikuwa ameorder pizza bwana. Na huyu jamaa pizza akafika pale na kuanza kupiga simu. Simu haiti. Na amefika eneo la tukio. Jamaa hayupo. Akaanza kaita lakini hakuna aliyeitika. Sasa Day akiwa chini ya maji akawa amemuona yule jamaa wa pizza. Unajua ile ukiwa kwenye maji unaona kivuli cha mtu. Anang'ang'ana kutoa mnyororo uliojishika kwenye lile dude bwana. Jamaa akaanza kupambana kule chini. Anapambana kweli kweli. Sasa ile anapiga kelele kwamba naomba msaada. Jamaa wa pizza akajua hamna mtu. Akaacha ile pizza, akaondoka. Sasa muda ule jamaa anaanza kuondoka tu, Day akawa amefanikiwa kung'oa ule mnyororo bwana na kuchomoka kwenye maji. Akaanza kuita, "Halo, naomba msaada." Lakini yule dereva akawa amewasha pikipiki yake na kelele za pikipiki zikamfanya asimsikie Day. Jamaa akasepa bwana. Siku ya kufanyani mzee, miti yote inateleza. Sasa muda huo bwana Day akawa amechoka sasa. Shughuli zimemchosha. Kabidi tu apande juu ya lile boya na kujilaza pale. Jua likiwa linamulika usoni. Sasa upande wa pili mpenzi wake sasa naye akawa ameona mbona jamaa anachelewa huko kwenye pool. Muda wote huo akaamua kumfuata bwana. Akawa amefika pale. Na ndio tunarudi kule nyuma story yetu ilikoanzia, kwa sababu alimkuta amelala hapa naye akarukia kwenye maji. Na ndo akapata hayo matatizo aliyopata ya kugonga kichwa chake, na sasa amemletea mzigo zaidi jamaa. Binti amezimia muda wote na ilikuwa imeshafika usiku na kidonda bado kinatoa damu. Mbwa wao bado akana bweka kweli kweli. Sasa kumbe anabweka, kuna kitu cha ajabu kinakuja bwana. Alikuwa ni mamba, bonge la mamba mkubwa kama ng'ombe aise. Ndio utajua kwamba kuna siku mbaya duniani. Sasa bwana lile dude likali nasogea. Day akameliona na mbwa wake akana bweka kinoma yani. Na Day akanamwambia, "Kelele wewe, unavyobweka hivyo dude linakuja." Lile mamba likana namfuata yule mbwa, likataka likamle mbwa. Lakini pembeni yake kulikuwa kuna mabomba hivi. Bahati mbaya likawa limeteleza kwenye yale mabomba na limedumbukia moja kwa moja kwenye swimming pool. Patam, Day alichanganyikiwa.
ikabidi azame kwenye maji na kuanza kumtafuta yuko wapi. Kulingana na giza pamoja na hali iliyokuwepo, alikuwa hawezi kumuona vizuri. Sasa jamaa ikabidi amsogeze mpenzi wake pembeni kabisa na kuangalia huyu jamaa yuko wapi, kuhakikisha kwamba movement yoyote anaicontrol. Lakini mamba alikuwa hana habari na yeye, yani alikuwa ameshiba sijui. Ikawa imefika mpaka asubuhi sasa kidonda cha mpenzi wake jamaa kilikuwa kinatoa bado damu, lakini shida ni kwamba jamaa ana bandages kule chini. Lakini kwa bahati nzuri au mbaya, kulikuwa kuna tape, duct tape zile, lakini ilikuwa iko ndani ya mdomo wa mamba. Sijui iliingiaje na ilitoka wapi, na mimi na wewe hatujui. Oya, jamaa inabidi achukue ile duct tape kwa ajili ya kuenda angalau amfunge mpenzi wake, damu zikate. Shida iko mdomoni. Oya, ile jamaa anataka kutoa ile duct tape ndani ya mdomo wa mamba, mbwa wake akaanza kubweka bwana. Jamaa akapiga kelele, akamaindi kinoma kwa sababu mamba lilikuwa limelala muda huo. Sasa bahati nzuri halikuamka bwana. Day akanyoosha vidole vyake moja kwa moja, ile anasogeza tu mkono wake, mamba akafungua macho bwana. Lakini bwana Day akasogeza mkono wake haraka na kuchomoa ile duct tape, na mamba akawa anafunga mdomo wake, akawa amemkosa bwana. Sasa Day akachukua zile bandages pamoja na vipisi vya taulo kubandika kwenye kidonda cha mpenzi wake na kumfunga vizuri kabisa, akawa amezuia damu kutoka. Oya, wakawa wamekaa siku 2 mle, hakuna msaada, hakuna chakula, yani hakuna chochote, na simu yake ilikuwa haina msaada tena. Sasa Day alivyoona ile sehemu ya kudrain, ile drainage system ile, yani ile shimo la kukaushia maji kwenye pool, akaona angalau lile litamsaidia. Wanaweza kaingia mle wakatokea labda upande wa pili huko, inawezekana kuna sehemu pa kutokea. Akaanza kulipambania bwana, lakini vidole vikawa vinamuuma, hawezi kufungua, kuna nati kavu. Lakini akamegundua necklace ya mpenzi wake Kai ingeweza kumsaidia kufungua zile nati. Akaichukua ile necklace, huku macho yake yote yakiwa kwenye mamba, anamwangalia mamba movement zake, lakini pia anapambana na kufungua pale. Lakini ile anageuka, akashangaa kumuona mamba yuko juu ya ile lichuma lile shimo la kutokea bwana. Sasa Day akasema hapa nafanyeje? Akachukua ile duct tape bwana, akaifungua kidogo na kuanza kumrushia yule mamba aondoke pale bwana. Kwa bahati nzuri yule mamba hakuwa mkorofi bwana, akageuka na kuondoka. Sasa akamefanikiwa kufungua pale bwana, na ili alivyochungulia ndani akaona shimo linaenda kulia na kushoto bwana. Akasema lakini hii ndo njia ya kutokea. Akaenda kumwamsha Koi, lakini Koi alikuwa amki, amezimia bado. Siku ya pili mzee, huyu binti amezimia. Lakini bwana kumbe yule mamba akawa ameliona lile shimo. Kabla wao hajaingia, yeye akawa ameingia ndani ya shimo. Oya, patamu hapo vibaya mno. Day akawa amemind bwana, akasubiri kusubiri kwamba yule mamba atoke mle shimoni. Kama amesubiri kwa muda mrefu, lakini jamaa atoki. Sasa akaamua kufanya maamuzi magumu. Akamsogeza Koi na yeye akaamua kuingia. Kama atakutana na mamba litakalo na liwe umomo ndani. Oya, jamaa akazama ndichi, akaenda upande mwingine moja kwa moja. Kusema kweli jamaa alikuwa na bahati, akamefika mwisho bwana, na ilikuwa ni nje. Lakini kwa bahati mbaya upande wa juu kulikuwa kumepigwa kufuli, na kutokea ndani alikuwa hawezi kulifungua lile kufuli. Hakuna mtu wa kumsaidia, mbwa wake hawezi kumsaidia. Akati jamaa yuko kule nje upande wa pili, kumbe yule mamba alikuwa amesharudi kwenye swimming pool. Sasa yupo na kitoweo peke yake. Sasa mbwa akawa amemuona mamba, akaanza kubweka kweli. Day akawa amejua labda kuna kitu cha hatari. Kwa bahati nzuri kwa juu yake kulikuwa kuna kioo, ili alivyokiangalia kile kioo akawa amemuona mamba anamsogelea Koi mpenzi wake. Oya, jamaa akakimbia haraka kurudi kule. Kwa bahati nzuri akawa amefika on time, na mamba alikuwa ameshaanza kuingia chini ya taulo la Koi bwana, na lengo lake sasa hapo ni kula nyama ambayo haimpi shida kuua. Lakini jamaa akawa amefanikiwa kufika pale haraka, akamshika, kumvuta mkia na kumrushia huko bwana. Jamaa akawa amechukua kijiti pale na kuanza kumtishia mamba bwana. Mamba akawa amesogea mbali. Oya, bahati nzuri muda huo Koi naye akawa ameshtuka, ndo amezinduka kutoka kwenye kuzimia siku ya 3 hiyo. Kusema kweli walikuwa wamechoka sana na wana njaa kweli. Lakini walishangaa kuona kitu kimoja cha ajabu, kwa sababu yule mamba alikuwa hajamove kwa muda sana. Ile kuangalia vizuri, kumbe mamba alikuwa ametaga mayai bwana. Lakini bahati mbaya muda huo pia bwana Day akawa amepatwa na kizunguzungu, akawa ameanguka na kuzimia kwa sababu ya njaa. Sasa mamba alivyomuona jamaa naye amelala, akaanza kumsogelea. Oya, kumbe ule ulikuwa ni mtego bwana.
Dei alikuwa ametega. Mamba ili anasogea, Dei alikuwa amefunika lile shimo na taulo. Amefika tu kwenye lile shimo akateleza. Jamaa akamsukumiza kule na kufunga pale juu. Lengo lao ni kwamba wale yale mayai ndio kiwe chakula chao. Sasa mpenzi wake akamsaidia, wakasukuma lile kochi lilokopo mle ndani na kuziba juu yake pale. Sasa bwana, wakatumia miwani ya Dei bwana kumulika mwanga na kuyachoma yale majitijiti yalikopo pale na kutengeneza moto, wakapika pale bwana. Wakala na wakapata nguvu sasa. Lakini haikuwasaidia kuweza kutoka mle ndani kwa sababu lile pulu lilikuwa ni refu, lina mita 6 bwana kutoka chini. Sasa nini watafanya? Wakawa wamechukua lile kochi na kulisogeza na kubebana, lakini haikuwasaidia. Basi muda huo jamaa wakawa wamemtrick yule mamba kurudi, wao wakaingia kule chini bwana. Kwa sababu mamba lazima arudi kwenye mayai yake, wakawa wamejifunika kule na kuanza kutafuta njia bwana, wanatafuta huko. Lakini muda huo wakiwa kule chini, mbwa akaanza kubweka alivyoona drone ilikuwa imekuja yale maeneo. Sasa Dei akawa ametoka pale na kwenda kuangalia yule drone, lakini kwa bahati mbaya ile drone ilikuwa ni zile toy tu za kuchezea watoto bwana. Akawa amekasirika kweli kuona lile toy, lakini kwa sababu muda ule kulikuwa na upepo, kuna waya wa sengenge ule wenye miba ule ukawa umeanguka na kuangukia ndani ya pool. Jamaa baada ya kuona ule waya akaona kabisa huu waya anaweza kuupanda bwana. Kumbuka ulikuwa na miba ile, maana yake lazima utamchoma. Jamaa akasema family lie, siogopi miba wala nini. Jamaa akaanza kupanda na madamu yanatoka kwenye mikono bwana. Ghafla ule waya ukamkataa, jamaa akaanguka akiwa na maumivu makali na mguu wake ukawa umevunjika pale, yani umeumia. Oya, kwa sababu ya hali yake iliyokuwepo pale, akawa anajifunga ule mguu, lakini mamba akawa amefika pale. Mamba akaanza kuula ule mguu bwana, ule ulioumia. Jamaa akaanza kulia huku anampiga mguu yule mamba bwana. Baadaye mamba akamwachilia bwana. Jamaa akachukua ndoo ilikuwa pembeni yake na kuanza kumtandika yule mamba bwana. Kumbuka mamba naye alikuwa na hasira, wamekula mayai yake, lakini akawa amefanikiwa kumdefeat pale. Sasa usiku ule jamaa akamerudi kwenye ile sewage system, akaamua kwenda upande wa pili sasa hivi. Na ule upande wa pili akamekuta kuna shimo jingine bwana. Akamefurahi kweli, amejua kabisa kwamba hapa tunatoka bwana. Ile kufungua na kuingia kule, oya, kumbe alikuwa ameenda upande wa pili ambako kulikuwa kuna pool jingine. Na mvua ikawa inanyesha kweli kweli. Jamaa akapata hasira na akamekata tamaa kweli kweli. Lakini siku inayofuata kile kitoi drone kikawa kimekuja tena, na kwa bahati mbaya kikawa kimeangukia kwenye ile pool. Kuna watu wawili wakawa wamekuja kukichukua, wakawa wametumia ngazi ambayo ilikuwa pale pembeni na kuishusha ndani ya pool. Wakawa wameingia ndani ya pool na kuchukua drone yao, wakaanza kusepa bwana. Sasa bwana Dei akawa amesikia sauti za watu, oya, akawa amepata nguvu na kuanza kukimbia kwenda kule. Ile amefika tu yeye, wale watu wakawa wameshaondoka. Lakini kwa bahati nzuri Mungu akawa amemuona bwana, wakawa wamesahau ile ngazi. Lakini muda huo mamba naye akawa amekasirika, akawa amemzuia njia ya kwenda kwenye ngazi bwana. Sasa Dei akasema sasa nitapigana na huyu mamba. Akachukua ule waya ule wa sengenge na kuufunga kwenye mkono wake, na akaanza kupambana naye bwana. Oya, vita ikapigwa kweli kweli. Mamba akawa amemkamata mguu ule, lakini jamaa akaamua kupambana naye bwana. Akampanda mgongoni kwake na kuanza kumtandika ngumi akiwa na waya ule mkononi mwake. Akamtandika kweli kweli na kuchukua mjiti uliokuwa pembeni pale na choma kwenye mdomo wa mamba, na mamba sasa akawa ameishiwa nguvu kabisa. Sasa bwana Dei akiwa anachechemea kweli kweli akaanza kuisogelea ile ngazi bwana. Oya, kuna dude liko pembeni pale ambalo lilikuwa limeshikilia ile ngazi, ghafla likateleza. Ngazi ikainuka na kuchomoka mle ndani bwana. Oya, siku ya kufa nyani miti yote huteleza. Ndio hii hapa sasa. Ngazi ikawa imetoka bwana. Sasa mvua ikawa imenyesha sana na koi maji akawa yamemjalia kule ndani vibaya mno. Na upande wa pili mamba akawa amemsogelea Dei kweli kweli, anataka kumla, na mbwa wao kule akawa anapiga kelele sana. Sasa mbwa akaamua kuruka. Ile analuka, kumbe amerukia kwenye pool na ile kamba ikawa imemnyonga bwana. Oya, si mchezo aise. Sasa muda huo Dei akasema basi mbwa wangu amefariki, lakini nitamtumia. Akaamua kumtumia yule mbwa wake bwana kupanda, kwa sababu mbwa alikuwa na mnyororo ambao ulikuwa umefungwa kwenye sehemu ambayo ilimsaidia jamaa kupanda na kutoka mle kwenye lile pool bwana. Akachukua pipe pembeni na kwenda kung'oa lile kufuli ili aweze kufungua pale na kumtoa mpenzi wake ambaye alikuwa ameshazimia kule ndani.
maji yalikuwa yamemzidia na amezimia. Kwa bahati nzuri jamaa kama amefanikiwa kumtoa na kuanza kumtoa yale maji. Anampiga CPR zile. Oya, baadaye binti akawa ameamka pale, wakawa wamekumbatiana kweli na kumshukuru Mungu kwamba wamefanikiwa kutoka pale. Sasa ikawa afadhali kwa sababu wote wamefanikiwa, wakafurahi pale, na filamu yetu ikawa inaishia hapo. Kama umefurahia filamu hii, tafadhali naomba ugonge like hapo. Na usisahau kusubscribe kwenye channel yetu. Oya, ninawapenda ile kinyama yani. Lakini najua mnafahamu leo sauti yangu haiko vizuri kidogo, ninaumwa, lakini nimeona niwaletee chuma kwa sababu siku mbili sijawaletea, au vipi?